Sijui, lakini ukipima CAF ilivyokuwa na moto na ukipima ACT, pengine ACT wakati inapata nguvu iliathiriwa na aina ya siasa ambazo zilikuwepo wakati huo. Lakini wakati CAF ina nguvu haikuathiriwa sana na aina ya siasa. Ilikuwa inaathiriwa moja kwa moja tu kwenye mambo ya uchaguzi na nini. Lakini sio kwenye aina ya siasa. Walikuwa wanapewa majukwaa ya kufanya kile ambacho wanakiita ni siasa, tofauti na ACT. Ila pengine labda inasemwa hivyo, labda wakati mwingine kutokana na misimamo ya moja kati ya sura za ACT brand. Mwangalie Zitto Kabwe unaiona ACT, unajua kwa hiyo nafikiri kwa sababu yeye ndiye alikuwa muasisi wa hicho chama. Zitto ni mwanasiasa ambaye tunamuita controversial politician. Ni mwanasiasa mtata hivi, wakati mwingine mwenye misimamo ambayo haogopi kusimamia kile ambacho anakiamini, hata kama akionekana mbona anasimama sawa sawa na dola, limradi ame double check na ana fact. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanaweza kuona kama nakumbuka wakati anachaguliwa Rais Magufuli kwa mara ya kwanza na akaenda bungeni kulihutubia bunge wakati amechaguliwa, ilikuwa mwezi Novemba I think 2015. Wabunge waliotokana na vyama vinavyoitwa Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA walitoka nje bungeni wote. Hakusikiliza ile hotuba ya hayati Magufuli. Lakini moja kati ya wabunge kutoka vyama vya upinzani ambao walibaki alikuwa ni Zitto Kabwe ACT. Alibaki peke yake. UKAWA wote walitoka nje katika ile hotuba ya rais ambaye alikuwa amechaguliwa kwa wakati huo, John Magufuli. Kwa hiyo huu ni mfano tu wa tukio moja. Kwa amekuwa na yale matukio ambayo unaweza kusema matukio tata, ACT vipi, lakini kwa ambao wanamfuatilia Zitto tangu anaanza siasa akiwa Chadema imekuwa ni kawaida yake kwa hivyo, kwa maana ya kwamba anaamini anachokiamini. Kuna wakati Mbowe alipewa shutuma licha ya kwamba Zitto alikuwa chama kitofauti, akuona aibu kumtetea Freeman Mbowe, na nakumbuka kauli yake alisema kama Freeman Mbowe angekuwa anauza madawa ya kulevya mimi ndo ningekuwa punda wake. Yes, na alijitokeza hadharani kabisa kumtetea. Kwa hiyo haogopi kusimamia msimamo wake. Kipindi kile cha mkuu wa Dar es Salaam anataja majina ya watu ambao wana deal na madawa ya kulevya. Wataja wengi na mpaka Mbowe pia alitajwa. Kwa hiyo Zitto haogopi kusimamia kile ambacho anakiamini. Sasa watu wengine wakitafsiri wanaona wakati mwingine anasimama upande wa dola. So ndio watu wanaona kama CCMB. Mbona kama CCMB hivi? Mbona kama hivi? Lakini ukiangalia unaendelea Zanzibar battle kati ya ACT pamoja na CCM na CAF pia, ingawa CAF sasa hivi ndio hivyo tena. Unaweza kuona kwamba CAF, asalamu alaykum. Alaykum salam. Alaykum salam. Kwa sasa sema wazi bana. Ndio. Of course hawana nguvu hiyo. Sasa hivi CAF hawana nguvu bara, hawana nguvu visiwani. Wamekuwa tena kwa visiwani wamedraw. Kusini pia. Tena kwa hii kasi ambayo Chauma wanakuja nayo wanazidi kuishusha CAF kwa upande huu wa bara, kwa sababu Chadema namba 1 chama cha upinzani, si ndio? Namba 2 ACT, namba 3 walikuwa ni CAF. Kwa hiyo unahisi itakuja kuwa Chauma? Of course yes. Chauma itakuja kuwa namba 3 kwenye uchaguzi huu. Inawezekana. Lakini ikitokea Chadema wamepindua meza, wanarudi kwenye uchaguzi, itakuwaje? Unajua kuna jambo mimi najaribu kujifikiria hivi, kwa mfano bado tunazungumza haya kukiwa bado hakuna mwelekeo wa moja kwa moja kwamba Chadema kweli hawatoshiriki uchaguzi, ndio? Binafsi naiona kama ni kampeni ambayo huenda baadaye itakuja kulainishwa na wakaacha kile ambacho wanakisema sasa hivi, kwamba wanatabiri watakaa chini. Watakaa chini na wasikilizane na wale ambao wanawalaumu, na mwisho wa siku wataingia kwenye uchaguzi, kwa sababu bado na uhakika Chadema nia ya kuingia kwenye uchaguzi wanayo, lengo la kuingia kwenye uchaguzi wanalo, na moyo wa dhati
wa kuingia kwenye uchaguzi wanao. Sasa mimi kuna jambo naliona, sijui, ila jambo naliona ambalo huenda Chadema wakashiriki uchaguzi wa mwaka 2025. Na ushiriki wao wa uchaguzi unaweza ukawa ni baada ya kukaa chini kusikilizana na wale ambao wanawalalamikia, si ndio? Yani kabla ya mwezi wa 7 huenda tukapata tukajua mbivu na mbichi. Kabla ya mwezi Julai. Yes. Ule mwezi wa 5 mwishoni. Yes. Tukajua mbivu na mbichi kuhusiana na Chadema. Lakini pia uhakika asilimia zaidi ya 70 Chadema anaweza kashiriki uchaguzi huo mwaka 2025, lakini baada ya kukaa chini na wao Chadema tena. Na Kevi, hizi uzikate hizi ya kwanza hiyo ya Skawa unasema Chadema utashiriki uchaguzi. Huenda. Hakikisha ukakata hiyo huenda. Kingine ambacho tunakiona kama wanahabari katika jicho la tatu, huenda kuna makada wawili wa Chama cha Mapinduzi CCM huenda wakahamia ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na itakuwa habari ya mshtuko sana. Huenda kuna makada wawili wa CCM ambao ni maarufu watahamia ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hiyo taarifa itashtua sana. Huenda, na inadhaniwa itakuwa hivyo, na mmoja anatajwa huenda akapewa nafasi, huenda akapata nafasi ya kuwania urais. Huenda kuna makada wawili wakubwa sana kutoka chama cha kijani kamia maarufu. Nifute neno wakubwa, niseme maarufu. Neno wakubwa tumelifuta, tuseme maarufu. Maarufu sana. Na hiyo yote ni baada ya kukaa chini. Ukiona tu wajomba wamekaa chini tu. Ukiona wamekaa chini, shughuli zikwisha, wajomba wanaenda. Ukiona Chadema wamekaa chini na serikali, safari yao makada wawili maarufu wa CCM kuhamia Chadema imeiva. Morning Bantu.